Kwa talib ilmu atakikana aanze na msingi ya ilmu, na ilmu huwezi kuiparamia ukaichukua eti kwa pamoja. Wa an ya'tu buyut al-ilmi min abwabiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa Rajab mwaka wa 1442 katika darasa ya risala al-usul thalatha للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. توفيقيا قول المصنف رحمه الله تعالى قال: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال العلامة الفوزان حفظه الله: شهادة أن محمد رسول الله لها معنى ومقتضى، ليست لفظا يقال فقط. شهادة أن محمد رسول الله ina maana yake na ina muktadha wake, wala sio lafdhi inayotamkwa peke yake bila ya kuzingatiwa maana yake. فمعناها أن تعترف بلسانك وبقلبك أنه رسول الله. maana yake ni mtu kukiri kwa ulimi wake na moyo wake kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. تنطق بلسانك وتعتقد ذلك بقلبك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. tamke kwa ulimi wako ukiwa na itikadi ndani ya moyo wako kuwa huyu ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. أما التلفظ باللسان والإنكار بالقلب فهذه طريقة المنافقين، كما أخبرنا الله عنهم بقوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة. ama mtu kutamka kwa ulimi na huku ndani ya moyo akanusha kile anachokitamka kwa ulimi, basi hii ni njia ya wanafik, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema: idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wanafik walikuwa wakija kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakiapa kwa viapo kuwa washuhudia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah. Allah asema: wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah ajua kuwa wewe ni mtume wake. wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. na Allah subhanahu wa ta'ala ashuhudia kuwa wanafiki ni waongo, si wa kweli katika madai yao na udai. ittakhadhu aymanahum junnatan, vile viapo wanavyoviapa wamechukulia ni kama kinga na ngao, sababu waogopa kuwa waishi pamoja na Waislamu wakiwa wao ni wenye kuwa khalifu na Waislamu wana nguvu. Hilo jambo likawatia hofu, ikabidi wadhihirishe Uislamu lakini kuficha ukafiri, wal-iyadhu billah. جعلوا أيمانهم أي شهاداتهم سترة يستترون بها. zile shahada zao wanazoshuhudia
na viapo vyao wanavyoviapa wamechukulia ni kama mfano wa pazia na sutra inawastiri wao. Fasaddu an sabilillah, wakazuia watu kutoka maana njia Allah. Fadalla ala anna an-nutqa bil-lisan la yakfi. Hii ni dalili ya kuwa mtu kutamka kwa ulimi peke yake haitoshelezi, sababu atakuwa amekosa ile sharti la kuwa lazima aitakidi ndani ya moyo wake. وكذلك اعتقاد القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر على النطق أيضا لا يكفي. كذلك upande wa pili, mtu kuitakidi kwa moyo bila ya kutamka kwa ulimi kwa yule aliye na uwezo wa kutamka, hapa pia tusema kwa hili jambo wasema halitoshelezi. فإن المشركين يعلمون أنه رسول الله لكنهم يعاندون. Makuraish wale washirikina walikuwa wajua ndani ya nyoyo zao kuwa huyu ni mtume wa Allah. Hili jambo walikuwa hawalikatai wao ndani ya nyoyo zao, kama qala ta'ala qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sisi tunajua cha kuhuzunisha wewe sana yale wanaoyasema hao, kile wanachokisema hao cha kuhuzunisha sana. Na kweli walikuwa wakimuita sahir, walikuwa wakimuita majnun, walikuwa wakimuita majina aina mbalimbali. Haya maneno yalikuwa yakimhuzunisha sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah amwambia mtume wake fa innahum la yukadhibunak, ukweli wa mambo hawa wajua kuwa wewe ni mkweli, ndani ya nyoyo zao hawakukadhibishi wewe. walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun, kini madhalimu wenye kukanusha tu aya za Allah subhanahu wa ta'ala kwa inad. Ni kama Firaun na Musa alayhi salatu wassalam. Firaun alikuwa yajua ukweli wa Musa, ajua kuwa huyu ni mtume wa Allah kweli, ametumilizwa kwa ushahidi wa kauli yake Allah, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Walikanusha aya zetu, lakini walikuwa na yaqini ndani ya nafsi zao kuwa ni haki na kweli, kwa dhulma na kibri walichokuwa nacho, muanada, lakini walikuwa wajua ukweli. قال فهم بقلوبهم يعترفون بالرسالة ويعرفون أنه رسول الله لكن منعهم الكبر ومنعهم العناد من الإقرار برسالته. kwa wao walikuwa wajua ndani ya nyoyo zao wakiri kuwa huyu ni mtume, wajua ni mtume wa Allah, lakini kilichowazuia ni kibri, kujiona na inadi waliokuwa nayo. walikuwa na inad sana. wakadhalika mana'ahum alhasad, kadhalika kilichowazuia wao kumwamini mtume sallam wengine wao ni hasad, kumhusudu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kwa nini amepewa yeye utume, au kwa nini kabila fulani limepewa wao utume? kama inda alyahud wa inda mushriki alarab, kama ilivyo kwa mayahudi na washirikina katika waarabu. wakana Abu Jahl عمرو بن هشام يعترف ويقول كنا نحن وبنو هاشم متساوين في كل الأمور. أبو جهل alikuwa akisema maneno, tulikuwa sisi na Banu Hashim ni sawa katika kila jambo, bimaana wakilisha mahujaji na sisi twalisha, wakisaidia maskini na sisi tusaidia, wakifanya hivi na sisi tufanya. Asema qalu minna rasulun walaysa minkum rasul min aina nati bi rasul. haya Banu Hashim watuambia katika sisi ametoka mtume na nyinyi hamuna mtume, tutamtoa wapi sisi mtume? Sasa bora tufanye nini? Tukatae, bora tukatae ule utume. falidhalika ankaru risalatahu hasadan li Bani Hashim, kwa sababu hiyo wakakanusha utume wake kwa kuwahusudu Bani Hashim. kwa nini katika kabila hili wametokea katika wao mtume? na hili jambo liko mpaka leo. kuna baadhi ya watu wakataa haki tu kwa sababu yatoka kwa mtu fulani. kwa nini hili jambo limesemwa na mtu fulani? basi akataa tu. kwa nini sikutoka kwa mtu fulani? kwa utapata kuna wengine waijua haki ndani ya nyoyo zao, waifahamu haki,
lakini kinachozuia imma ni kibri, imma ni hasad, inad walikuwa nayo, waikataa ile haki. ويقول أبو طالب في قصيدته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أكيد kuwa dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio dini iliyo bora kabisa, laula almalamatu au hadharu masabbatin, lakini lau kama si lawama au kuogopea kutusiwa mimi, la wajadtani samhan lidhaka mubina. Bimaana kilichomzuia Abu Talib kusilimu na kuingia katika Uislamu, pamoja na kuwa huyu ni ammi yake tu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kilichomzuia ni ule ujahilia, kuwa watu watasema mimi mmekhalifu dini ya nani? Ya baba yangu. يعترف بقلبه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن منعته الحمية الجاهلية لقومه. ajua na kukiri kuwa utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kweli, lakini kilichomzuia yeye ni ule ukabila wa kijahilia, hamia. فلم يكفر بدين عبد المطلب الذي هو عبادة الأصنام. kwa hakukufuru na kuiwacha dini ya Abdul Muttalib ambao ni ya kuabudu masanamu. فهم يعترفون بنبوته بقلوبهم، wao wakiri utume wa Mtume Muhammad sallam kwa nyoyo zao. فلا يكفي الاعتراف بالقلب أنه رسول الله، بل لا بد أن ينطق بلسانه. kwa haitoshelezi mtu kukiri ndani ya moyo kuwa Mtume Muhammad sallam ni mtume wa Allah, lazima atamke kwa ulimi. ثم لا يكفي النطق باللسان والاعتراف بالقلب، بل لا بد من أمر ثالث وهو اتباع وهو الاتباع. asema na kisha haitoshelezi kutamka kwa ulimi na kukiri kwa moyo peke yake, la, bali kuna jambo la tatu, nao ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى فيه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. kwa si kuamini peke yake, wattaba'u an-nura, na wakafuata ile nuru aliyotumilizwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuteremshiwa, hawa ndio waliopewa sifa ulaika humul muflihun, takaofaulu. hatta law nasarahu, hata wakimnusuru Mtume sallam, mithlu Abi Talib, mfano Abu Talib alimnusuru Mtume sallam pamoja na kuwa yeye alikuwa mushrik, wa hamadunahu wa huwa yaarifu annahu rasulullah, akawa yuko tayari kumhami Mtume sallam na kumtetea na ashuhudia ndani ya moyo wake kuwa ni mtume wa Allah, lakin lam yatba'hu, lakini hakumfuata. fa innahu laysa bimuslimin hatta yatba'ahu, hawi mtu muislamu mpaka amfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. ولهذا قال الشيخ سأبوي والشيخ رحمه الله تعالى بكسمة: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أكيليز تعرفين. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله نكمتي Mtume صلى الله عليه وسلم katika yale aliyokuamrisha na kumsadikisha kwa habari alizokuja nazo na kujiepusha na yale aliyokataza na kuyakemea, na asiabudiwe Allah isipokuwa kwa sheria aliyoteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. hii ndio shahadatu na Muhammad rasulullah. فلا بد مع الاعتراف برسالته ظاهرا وباطنا واعتقادا، ولا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم، ويتلخص ذلك في هذه الأربع كلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله. asema hakuna budi, pamoja na kuwa mtu iwakiri utume Mtume Muhammad sallam kwa dhahir na ndani ya moyo wake na kuitakidi hilo, lazima amfuate Mtume sallam. kiufupi, maneno haya manne aliyotaja Sheikh rahimahullah yaeleza maana ya shahada hii. al-ula ta'atuhu fima amara, kumtii Mtume sallam katika yale aliyoamrisha. يقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. mwenye kumtii mtume huyu basi amemtii nani?
Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni dalili ya taarifi ta'atuhu fima amara man yuti' ar-rasula faqad ata'a Allah. ويقول سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. kwa hakuna mtume Allah atamtuminiza isipokuwa ni atiiwe kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. فقرن طاعة الرسول مع طاعته سبحانه وتعالى. Allah hapa akafunganisha kumtii mtume sallam pamoja na kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. وقرن معصية الرسول مع معصيته, na akafunganisha baina ukimuasi mtume sallam basi umemuasi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. na mwenye kumuasi Allah na mtume wake akakufuru basi huyu ana moto wa jahannam atakaa milele ndani yake. وقال وإن تطيعوه تهتدوا, kasema mkimtii huyu mtume mtaongoka. وقال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون, mtiini huyu mtume ili mpate kurehemewa. فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم. فالذي يشهد أنه رسول الله تلزمه طاعته فيما أمر لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. na adilla katika hili ziko nyingi sana. kwa anemwamini mtume sallam ni wajibu juu yake kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. kwa anayeshuhudia kuwa huyu ni mtume wa Allah yamlazimu yeye kumtii mtume sallam katika amri alizokuja nazo. قال وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن أمره أي عن أمر الرسول, فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتهذاري wale wanaokhalifu amri yake kuikhalifu nini? ni kule kutomtii mtume sallallahu alayhi wasallam na kumfuata. an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim, sije ikawapata fitna au ikawapata adhabu kali. athania, kipengee cha pili katika taarifu hii, tasdiquhu fima akhbara, kumsadikisha mtume sallam katika habari alizokuja nazo. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور كثيرة مغيبة. متوم صلى الله عليه وسلم أمتوeleza mambo mengi ya ghaib. أخبر عن الله وعن الملائكة, أمتوeleza kuhusu Allah na kuhusu malaika. وأخبر عن أمور غائبة, أمتوeleza mambo mengi ambayo sisi hatujayaona kwa macho. وأخبر عن أمور مستقبلة, na pia akatupa habari kuhusu mambo yanayokuja mbele. من قيام الساعة وأشراط الساعة والجنة والنار, ametueleza kuhusu alama za kiyama na kusimama kiyama, kuhusu pepo, kuhusu moto. وأخبر عن أمور ماضية عن أحوال الأمم السابقة, kadhalika akatupa habari kuhusu mambo yaliyopita, kuhusu wale umma waliopita. فلا بد من تصديقه فيما أخبره, lazima kumsadikisha katika yale aliyotupa habari nayo. لأنه صدق لا كذب فيه, kwa sababu ni ukweli ambao hauna uongo ndani yake. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. mtume salama hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake, ni wahi anaoteremshia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بهذه الأخبار أو هذه الأوامر والنواهي, لا يتكلم بشيء من عنده عليه الصلاة والسلام, إنما يتكلم بوحي من الله عز وجل, فأخباره صدق. متوم صلى الله عليه وسلم hazungumzi habari zote hizi alizotupa katika maamrisho, makatazo, wala pia hazungumzi yote katika mambo ya ghaib kutoka katika nafsi yake, la, bali azungumza kwa wahi unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. kwa hivyo habari zake zote zilizokuja nazo ni za kweli. ومن لم يصدقه فيما أخبر فليس بمؤمن ولا صادق في شهادته أنه رسول الله. na yeyote ambaye hatamsadikisha mtume sallam katika habari zilizokuja nazo basi haja kuwa mu'min wala haja kuwa mkweli katika shahada yake.
كيف يشهد أنه رسول ويكذبه في أخباره؟ vipi atashuhudia ni mtume wa Allah kisha mkadhibishe katika habari zilizokuja nazo? كيف يشهد أنه رسول الله ولا يطيع أمره؟ vipi atashuhudia kuwa ni mtume wa Allah na huku hatii amri yake? Kwa hivyo baada ya kuwa ni kumtii katika maamrisho aliyokuja nayo na kumsadikisha katika habari alizotupa. Athalitha, jambo la tatu, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, kujiepusha na yale ambayo ameyakataza na kuyakemea. ijtanib ma nahaka anhu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, jiepushe wewe muislamu na yale aliyokukataza mtume sallallahu alayhi wasallam. nahaka an aqwalin wa af'alin wa sifatin kathira, mtume sallam amekukataza wewe kutokamana na matamshi fulani na vitendo fulani na sifa nyingi amekukataza. wala yanha sallallahu alayhi wasallam illa an shay'in fihi dararun wa fihi sharrun, na mtume sallam hakatazi isipokuwa lile jambo ambalo ndani yake kuna shari na madhara. wala ya'muru illa bi shay'in fihi khairun wa fihi birr, na haamrishi jambo isipokuwa ndani yake kuna khairi na kuna wema. فإذا لم يجتنب العبد ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهدا له بالرسالة بل صار متناقضا. ikiwa hatajiepusha mja na yale aliyomkataza mtume sallallahu alaihi wasallam, hatakuwa katika shahada yake ya kushuhudia kuwa ni mtume wa Allah ana ukweli katika hilo, bali atakuwa ni mwenye kujigonga, huku washuhudia ni mtume wa Allah huku amkhalifu katika vitendo vyake. كيف يشهد أنه رسول الله ولا يجتنب ما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ vipi atashuhudia kuwa huyu ni mtume wa Allah na hajiepushi na yale aliyomkataza mtume sallallahu alaihi wasallam? والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, alichokupeni mtume sallallahu alaihi wasallam chukueni, alichowakatazeni komekeni na mkiwache. قال صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, nikiwakatazeni nyinyi kutokana na jambo basi jiepusheni nalo. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, na nikiwaamrisha jambo basi fanyeni kwa kadri ya vile mnavyoweza. فلا بد من اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم, kwa lazima ni wajib kujiepusha na kile ambacho amekukatazeni nacho mtume sallallahu alaihi wasallam. الرابعة, na hapa ndio wengi katika watu leo wakhalifu, alla yu'bad Allah illa bima shara, asiabudiwe Allah isipokuwa kwa sheria aliyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam. قال تقيد في العبادات بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو بما شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم, ujifunge katika ibada zako katika sheria ambayo Allah amemwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam. فلا تأتي بعبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان قصدك حسنا وإن كنت تريد الأجر, لكن هذا عمل باطل. asema usije na ibada ambayo hakukuwekea mtume sallallahu alaihi wasallam, hata ikiwa nia yako ni nzuri, hata ikiwa wataka ajri, amali yako hii itakuwa ni batil, liannahu lam yati bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni amal ambayo hakuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. an-niyatu la takfi bal la budda min al-ittiba', nia haitoshelezi, lazima ndani yake kuwe na nini? kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. فالعبادات توقيفية, عبادة توقيفية. معنى توقيفية نكوى لا يجوز الاتيان بعبادات لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم, haifai kuleta ibada ambazo hakuzifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, mwenye kufanya amal ambayo sisi hatukumwamrisha atarejeshiwa mwenyewe. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هيا من المتوم صلى الله عليه وسلم atuamrisha sisi kushikamana na sunna zake na kujiepusha na mambo yaliyozuliwa, kwani hayo yaliyozuliwa ni bid'a madhmuma. Hakuna uzushi wowote katika dini ya Allah isipokuwa umesimangwa. Uzushi ambao haukusimangwa ni uzushi katika dunia. Kwa mfano mtu akavumbua chombo fulani cha saidia watu katika jambo fulani, la basi, hiyo kukatazwa. Lakini dini ya Allah imekamilika, haihitaji kutoka kwako wewe uvumbuzi wa aina yoyote. الشيخ الفوزان حفظه الله يقول فالاتيان بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر ماذا؟ بدعة ومنكرا ومنهيا عنها. kule mtu kuleta ibada ambayo Mtume sallallahu hakuiweka katika sheria, hakuifundisha Mtume sallallahu, huzingatiwa ni uzushi na ni munkar unaokatazwa. wa in qala biha fulanun au fulan, hata kama amesema fulani na fulani, lakini mwanachuoni fulani anasema yafaa, si Mtume yule. Yawezekana kuwa amesema amekosea, amesema yafaa kufanya ibada fulani na Mtume salama kufanya, la, utakwambia huyu si Mtume, huyu ni mtu binadamu, hana haki ya kusema hii ni ibada ama si ibada. au faalaha man faalaha minan nas, au hata akaifanya yule atakayefanya katika watu, madamat kharijatan amma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fa innaha bid'atun wa dalalah, maadamu limetoka nje ya yale aliyokuja na Mtume sallam itakuwa ni uzushi na ni upotofu. fala yu'badu Allahu illa bima shar'a ala lisani rasulih, Allah haabudiwi isipokuwa kwa sheria aliyoteremsha kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. والمحدثات والخرافات كلها عمل باطل ونقص وضلال على من أتى بها وإن كان يقصد بها الخير ويريد الأجر. na mambo ya uzushi, mambo ya kikhurafi, haya yote ni amali ya batil na ni upungufu mkubwa na ni upotofu kwa yule atakayekuja nao, hata ikiwa akusudia khairi na ataka khairi. فإن العبرة ليست بالمقاصد، ثم zingatio si kwa nia ya mtu, وإنما العبرة بالاتباع والطاعة والانقياد. mazingatio yanaozingatiwa ni kufuata na kutii na kujisalimisha kwa sheria ya Allah. ولو كنا أحرارا نأتي بما نشاء ونستكثر من العبادة ما نشاء لما احتجنا إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. na huu ndio ukweli. wallahi lau kama sisi tuna nafasi ya kufanya ibada tunavyotaka sisi, tuongeze ibada tunazozitaka sisi katika dini yetu, basi hakuna haja ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mzushi katika dini ya Allah ni kama yuwasema Allah, ilikuwa huna haja wewe kutumilizia sisi mitume kwa sababu sisi twajua atafanya nini. Sio mfahamu? Lisanu halihi ni kama asema hakuna faida ya kutumiliza mitume. Sababu ile mtume anatumilizwa kwa nini sasa? Ikiwa wewe waweza kuwa khurafi ukazua katika dini, leo afuzwa ibada hii, wazua ibada hizo, ya nini sasa kutoa mtume? Yule mtume wa Allah alayhi wasallam kazi yake ni nini? kazi yake mtume wa Allah ni kutufundisha sisi namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu binadamu hawezi kujua namna gani ya muabudu Mola wake kwa akili yake, hawezi, mpaka akaletewa mitume ambao watamfundisha yeye namna gani atajikaribisha kwa Mola wake. Sasa Mtume sallam amekuja akatufundisha kila ambacho tukihitajia katika dini yetu, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akasema al-yawma
akmaltu lakum dinakum, akatangaza wazi Mtume sallama kuwa Allah awaambieni nyinyi kuwa dini yake leo mfanini imekamilika. Nyinyi mwafahamu kuwa kuna makhurafi usimama wakasema nyinyi hamuelewi hii aya, dini ikukamilika siku hiyo. Wallahi mimi nimewasikia kadhaa wasema hii aya iliposhuka dini ilikuwa haijakamilika. Alafu mmoja kutuambia maulidi si mbaya kuliko zina. Ushamwona mzinifu akisema hii halali? Ushamwona mnywaji pombe akisema hii halali? Lakini jitu la maulidi ni kama la mwambia Allah, wewe dini yako haijakamilika. Sasa nani muovu? Ndio nakariri na makhurafi mpiga kelele kweli juzi. Bado tuna kama Jumatatu 4 na nyinyi. Twenda we mpaka muelewe. Na kama hutaki kuelewa ni wewe hutaki kuelewa. Utakwenda hivyo hivyo. Watu wa inada, wewe fanya inad. Wafanya inad na maneno ya Allah. Wafanya inad na sunna za Mtume sallam. Hivi wewe hutaki kumwabudu Allah kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyomfundisha Allah mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ibada gani wastaka wewe? Lakini khairi, mimi nikuulize mfano. Kitu gani wewe kitakuweza umsimamishie hujja yule anayeswalia dhuhuri rak'a 6 akikwambia nataka khairi? Utamrudisha kwa Mtume sallam hakufanya hivi. La ajabu wala ajaibu la tanqadhi min haula alkhurafiyin. Mmoja khurafi auliza, tupeni aya inayosema kuwa maulidi ni mbaya zaidi kuliko maasi. Ataka aya. Ziko aya nyingi katika Qur'an na hadithi nyingi katika sunna ya Mtume sallam, lakini si kwa daraja ya akili yako wewe ndogo. Kwa watu wenye akili kubwa waelewa, ama kwa wewe mwenye akili ndogo huwezi kuelewa. Aya zote ukatajiwa wewe na hadithi zote ukatajiwa za masala hayo, huwezi kuyakubali. Lakini kama vile unavouliza swali hilo, pia jiulize na wewe, na aya gani na hadithi gani nitaja maulidi? Mbona hilo jiulize? Sio wataka aya sio na hadithi. Na wewe jiulize wewe mwanzo kabla hujazungumza hayo. Kuna aya gani au hadithi moja tu inaokuamrisha wewe kufanya hivyo, ambayo hawakuelewa masahaba wala tabi'in wala atba'u tabi'in? Wote hawakuelewa. Mmekuja mkaelewa nyinyi wa leo. Wale ambao walikuwa ni wanafunzi wa Mtume sallam hawakuelewa. Mmeelewa nyinyi wa leo. Ujione kama uko makosani. Sasa ungejiuliza wewe mwanzo, mimi hiki ninachokifanya nina dalili kutoka wapi? Wapi mmeelekezwa katika hili? Lifichike hili kwa wale karne bora wote wasijue. Bali nilikuja nikawaeleza hapa kuwa hivi vitabu mnavyoviona vya hadithi, wasema rawahu al-Bukhari, rawahu Muslim, kina Tirmidhi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibn Majah na wengineo katika ulama wa hadithi ambao wameandika vitabu na kupokea hadithi. Kuanzia wao, maana wao walikuwa katika zile karne za mwanzo, kuanzia wao kwenda nyuma huko, na wale maulama wanaopokea kwao hadithi mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna silsila, sio? Hakuna hata mtu mmoja ajua maulidi nini. Sio, umeelewa? Kwa sababu wamefariki wote hawa, ili jambo lijazuliwa. Sasa shangaa wewe atokee mtu wewe wamfuata Bukhari na Muslim vile walivyokuwa, mfano kina Imam Ahmad, Imam Shafi'i, na wote hawakuyaona amani, kisha akwambia wewe mpotofu. Aliongoka yeye anayefuata mashia katika kuzua hili jambo. Kwa ikiwa hawa wote walipita wakuliona, wote walikuwa wapotofu hawa, sio? Wote walikuwa hawampendi mtume hawa. Wewe ndio wampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko hawa wote waliopita. Na waambieni, nendeni mkaangalie listi ya ulamaul hadith, wale waliopokea hadithi za Mtume wote, hakuna hata mmoja ameelewa chochote katika hii wanaofanya. Mmoja kuelewa. Basi kama hoja hazikuingia kilini za qala Allah qala rasuluhu, basi tutumie akili ya kuzaliwa ya kupima mambo kwa namna hii. Pengine asa Allah aweza kufahamisha. Sitaki kuzungumza kifidhuli, wacha niendelee hapa mmalize. Maana hao huzungumza kwa inad na ufidhuli, lakini wacha. Alafu la ajabu waje kuambia la yule jamaa fidhuli yule.
lakini nyinyi mwasikia wanazungumza hatuendelee tu walakin min rahmatillahi bina lam yakilna ila uqulina kwa rehema za Allah juu yetu hakutuacha tuegemee akili zetu katika kujua namna ya kumwabudu ولم يكلنا إلى فلان وعلان من الناس ولا كتوجمز سيسي وفلان نفلان كتكواتو لأن هذه الأمور مردها إلى الشرع إلى الله ورسوله سبوا من بيوتها يرجيها كتك الشريعة الله والله نمتمواك ولا ينفع منها إلا ما كان موافقا لما شرعه الله ورسوله na hakuna chochote katika ibada kinachomfaa nje isipokuwa kile ambacho kitaafikiana na sheria ya Allah na kile alichokiweka Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam fa fi hadha al-ibtiad an jami' al-bid'ah kwa hivyo hapa katika kipengele hiki mnakujiepusha na bid'a zote qala ومن ابتدع شيئا في الدين لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يشهد أنه رسول الله sikia maneno mazito mwenye kuzua katika dini ya Allah jambo ambalo hakuliweka mtume sallam na kulifundisha akaliweka yeye kuwa ni ibada huyu bado hajashuhudia kuwa Muhammad ni mtume wa Allah lam yashhad ash-shahadata al-haqiqiyya maana ile shahada ya kweli kweli hajashuhudia bado لأن الذي يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة حقيقية يتقيد بما شرعه sababu yule ambaye ameshuhudia kuwa mtume Muhammad sallam ni mtume wa Allah kikweli shahada yake kwa uhakika basi atajifunga na ile sheria iliyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam wala yuhdithu shay'an min 'indihi au yatba'u shay'an muhdathan mimman sabaqahu huyu anayekuwa hivi hawezi kuzua chochote katika nafsi yake wala hatofuata chochote kilichozuliwa na wale waliokuwa kabla yake ambao si mtume sallallahu alaihi wasallam katika sheria yake iliyokuja nayo هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله ليست ألفاظا تقال باللسان فقط من غير التزام ومن غير عمل ومن غير تقيد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مين ndio maana shahada أن محمد رسول الله si matamshi ambayo mtu yasema kwa udini basi bila ya kulazimiana na mafunzo ya mtume sallam bila ya kufanya amal bila ya kujiwekea mipaka na yale aliyokuja nao mtume sallam la shahadatu anna Muhammad rasulullah ina masharti yake ina maana yake ambayo wengi kati yetu sisi hatuijui sallallahu alaihi wasallam wallahu musta'an نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك